Kwa wale ambao mnapambana na kesi kotini, kama uko na kesi kotini na wewe ni msikilizaji wangu hapa, ama ungependa kufuata maelezo ambayo naweza kuelezea, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika masuala ya koti. Lakini tuseme uko na kesi kotini na ungependa kushinda hiyo kesi, ama ungependa mwenzako ambaye mnapambana na yeye kwa hiyo kesi ameifunga, sasa ungependa kuifungua iendelee. Ama jambo la tatu ni kwamba ungependa kuifunga, pengine inaendelea na huku hutaki iendelee, unatamani kuifunga ili isiendelee, kuipatia kitu inaitwa dismissal in the court of law. Sasa kuna mambo maarifa ambayo nitakupatia tu ya kawaida, lakini utayaenda nayo kwa laini ya kiroho, yataweza kukusaidia mtu wa Mungu. Asubuhi ya leo na kusalimu katika jina la Yesu. Asante, karibu katika Daktari Wilson Swahili Channel. Ministry hii iko hapa kwa ajili ya kusaidia watu kutatua changamoto hapa na pale za maisha kidogo kidogo, ili Mungu mwenyewe aweze kuingilia kati masuala yako kwa kufanya vile ninavyoweza kukuelekeza na maarifa haya. So kila ambacho utafanya, nitafutie kalamu nyekundu, kalamu ya wino nyekundu. Jambo la pili, karatasi nyeupe yenye haina mistari. Ya tatu, unitafutie ni chumvi. Ya nne, utanitafutia kifuli. Alafu ya tano, utanitafutia mfupa wa samaki. Ya sita, utanitafutia mzizi wa mbaazi. Mmea ule wa mbaazi, tafuta mzizi wake. Sawa? Mmea wa mbaazi, mzizi wake. Alafu chumvi ni ya baharini, sea salt, hiyo nyeupe ya mawe hiyo. Alafu ndoo imejaa maji, ndoo moja ambayo imejaa maji na ina kifuniko. Mfupa wa samaki uliokauka. Kalamu nyekundu ya wino nyekundu. Karatasi nyeupe isiyo na nini? Isiyo na mistari. Utafanya nini? Unataka kushinda kesi mahakamani. Ungetaka kuishinda? Kama unataka kuishinda, hivi ndivyo utakavyofanya. Hivi ndivyo utakavyofanya ukitaka kushinda. Jambo la kwanza lenye utafanya ni utafute majina yako, yaandike kwa karatasi hiyo ya nyeupe, uandike majina yako. Alafu uchukue mfupa wa samaki uingize ndani ya karatasi. Kunja pamoja. Ukisha kunja pamoja, weka chini ya ndoo ya maji iliyojaa maji. Sasa funua ile kifuniko, alafu uchukue mzizi wa mbaazi utumbuize ndani. Alafu uchukue chumvi ya baharini utumbuize ndani. Sawa sawa jamani. Alafu ufanye maombi juu yake, ufunike. Mungu akusaidie. Utakapomaliza uoshe uso, uoshe mikono na miguu, au uoge yale maji. Alafu uende katika masuala ya kesi. Yawezekana kwamba kesi iko leo, unaweza kufanya asubuhi. Ama unaweza kufanya recipe hii kuanzia siku 7 kama kesi iko mbele. Siku 7, siku 5, siku 3, 2 ama siku yenyewe. Unafanya hivyo, alafu unaenda. Mungu atakusaidia na utaweza kushinda hiyo kesi. Wenda kunasema kwamba mwenzio aliifunga na unataka kuifungua. Unafanya vile vile nimesema, lakini katika maji yale utaongeza kifuli kama hichi ambacho kimefungwa. Unaweka ndani ya kifuli hicho, pamoja ya kuongeza vitu vyote ambavyo tumeongea habari zake, mizizi ya mbaazi, mfupa uko ndani ya ile karatasi imefungiwa na majina yako. Sasa unataka kuifunga. Mwenzia anairuhusu inaendelea, wewe unataka kuifunga hiyo kesi. Unataka ikue cut off, idropiwe.
unachukua kifuli unaongeza ndani. Kile kifuli kiwe kipya, sio kile ambacho umekuwa ukitumia. Ununue kipya alafu uweke ndani. Sasa uombe moyo wako kwamba unafunga ile kesi, kwamba idrop. Basi ukimaliza maji utanawa na utaenda kazi yako ama kotini. Utaona Mungu akikutetea katika njia ile ambao uliomba. Na pia kufungua, kama mwenzia ametaka iendelee na wewe unataka kuifunga, ndio hivyo. Lakini kama unataka kuifungua sasa, unataka wewe iendelee na mwenzio naye anataka ifungwe, au aliifunga na wewe unataka kuifungua iendelee, unataka kuianzisha hiyo kesi irudiwe iendelee, kile utafanya, majina yale mahali majina yako iko utaweka majina ya ule mwenye unapigana na yeye. Alafu kifuli utaifungua iwe wazi. Recipe ni hiyo tu, lakini unabadilisha hiyo vitu viwili. Kifuli unaifungua inakuwa wazi. Alafu pale pengine unaweka nini? Hao majina ya huyo mtu mwingine. Unaomba moyo wako vile unavyotaka. Basi Mungu wa mbinguni anayeona mioyo ya wanadamu na kusikia maombi yao, kupitia kwa recipe hii na nature hii ambao utakuwa umepractice, na kuambia ushindi utaupata, itafunguliwa na kesi itaanza tena. Basi kama una mambo yanayohusu mambo kama hayo katika koti, hivi ndivyo Mungu akusaidia unaweza fanya na unaweza pata ushindi kuanzia siku hii ya leo. Mungu akubariki. Nashukuru kwa kujiunga kutazama na video hizi zikusaidia. Mwenye anapeana ushindi ni Mungu, lakini masuala haya ni ya maarifa. Hayana uchao wote ndani, lakini ni maarifa yanayoweza kusaidia kutumia vitu vinavyoonekana kwa ufahamu wa kazi ya hizo vitu katika masuala ya kiroho, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Si ubarikiwe. Tukutane na wewe kwa video itakayofuata. Asante.